Guys, kuna huyu msichana wetu hapa mrembo ambaye anajiita Valeria Makwizo kutoka kule Mexico, that is Southern America, ambaye aliweza kufariki dunia hapo jana usiku, ambapo alikuwa yuko kwenye live, ambapo kisa kizima ambacho nataka nikuelezea how it happened. Kikweli kabisa I'm very much sure kwamba ile video hawaizi kubali hata YouTube hapa. Hasa ile video husika nitakuwekea kwa Chipande TV, ambapo utaipata kwenye mjini kule Telegram, utaiona, ambapo huyu msichana alienda zake saloon ili kwenda tengenezwa urembo wa kutengenezwa nywele zake pale saloon vizuri, apambwe kwa minajili ya sherehe ambayo alikuwa anataka aende zake. Na alipofika zake pale saloon, aliweka simu yake kando vile ili aweze kuingia live, ili aweze kuzungumza na mashabiki zake. Kama kawaida tunavyojua warembo wetu ambao ni ma TikTokers ama ni ma influencers wenye anafanya, endapo mtu anaenda kinyozi ama mtu yenda salonist ama kokote kwa safarini, anapenda sana kwa live ili watu wengine waone. Asa ile time yuko zake live pale, kuna mtu pale akampigia simu, na alipoishika ile simu punde tu alipoiweka, hata dakika mbili hazikuisha, jamaa fulani wakaingia kwenye ile saloon na kumpiga risasi pale na kukata umauti wake akiwa yuko kwenye live streaming ya TikTok account yake ya Valeria. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiukweli kabisa huwa nasema siku zote ya kwamba tuombeni mwisho mwema, kwa sababu sote hatujui mwisho wetu utakuwa vipi na mwisho wetu utatufikia tukiwa tuko wapi. Na nikwambie tu ya kwamba hichi sio kisa cha kwanza mwana TikToker ama mtu ambaye ni mashuhuru TikToker ambaye aliweza kufariki akiwa kwenye live stream. Just the other day tuliweza kuona jamaa fulani kutoka Nigeria ambaye pia alikuwa kwenye live stream, na hivyo basi akafariki akiwa kwenye live stream, na kitu ambacho kilimua sio risasi, japo roho ilikata tu immediately apokuwa yatoa zake speech ama alikuwa ongea na mashabiki zake pale, akapigwa na what we call a heart attack, na hivyo basi roho yake ikakata pale. So you can just imagine the way this lady is so beautiful, na roho yake imekata tu vile. She is 24 years old at the moment, lakini it is what it is. Mwenyezi Mungu akiamua kukuita, hataki kujua wewe uko wapi, ama hataki kujua umri wako wewe ni gani, wala hataki kujua utakupata kupitia njia gani. Kikweli wale waliofanya lile shambulizi mpaka sasa wanatafutwa, wasijulikane wako wapi. So uwezo imagine jamaa ya kwamba msichana alikuwa zake live tu kama kawaida yake, yaongea na mashabiki zake 1-2, alafu jamaa akamiminia risasi kutoka nyuma, ambapo yeye hakuwa yajua kwamba yawindwa ama hakuwa yajua kwamba yeye ako na watu ambao wanamchukia. So ladies and gentlemen, watu wengi sana wameweza kutuma salamu zao za rambirambi, kwa sababu alikuwa ni msichana mwenye ni maarufu sana ndani ya Mexico. Lakini mwisho wa siku ni funzo ambalo utafaa tujifunze kati ya mimi na wewe, tuangalie, je, tunaomba mwisho wetu uko vipi? That's why always we have to pray, ama always whenever we pray to God, either wewe Muislamu ama wewe Mkristo, lakini kila masaa ambayo unaamua kupiga magoti ama kuweka dua zako kwa Mwenyezi Mungu, basi nitakushauri mimi kama KG Chipande hapa ya kwamba uombe ama tuombe mwisho mwema, yani mwisho wetu utakapotupata, kwa sababu tunajua wazi kabisa sote njia ni ile moja, na kulu nafsi dhaikatul maut, yani sote tutaonja mauti vyovyote vile kwa njia yoyote ile. Sasa tuombe mwisho mwema, kwa sababu kuna wengine ambao wanatoka kwenye huno utu wa dunia, my friend, ni uchungu na ni hali mbaya, kwa sababu especially the families ambazo you never know, someone maybe you know mtu kama huyu aweza kuwa labda alikuwa akona certain grudge na watu tofauti, ama ni vitu fulani ambavyo ameviongelea kwenye media ambavyo watu wengine hawakuvipenda, ama kuna vitu ambavyo yeye labda alijaribu kuviaddress ama kujaribu kuvikashifu kwenye media, because you know some of us as influencers tunaongea vitu ambavyo sio watu wote ambao watakubaliana navyo, na sio watu wote ambao watakubaliana na kile kitu ambacho tutaweza kukiongea kwenye media. Sasa kuna watu ambao wanafurahia kile kitu ambacho mimi na wewe tunaweza kukisifia ama kukiongelelea kwa wingi, bali kuna watu wengine pia wanaona kama tunawachafulia majina yao once tukiongelelea jambo fulani. Na vile pia kuna watu wengine ambao wanahisi kama tumewaingilia into details. Sasa because of that, nitakwambia kuna story fulani hivi ambapo kuna certain lady from Tanzania ambaye alikuja, na bado yuko namuona sana yaenda kwenye
TikTok account yangu, na bado vile vile yuenda kwenye YouTube account yangu pia, akikashifu na kuambia watu kwamba KG Chipande amechukua video yake na kuiongelelea vibaya. Kikweli kabisa sio ukweli mwanzo nijibu, na pili pia ni vile vile nijibu nikisema kwamba nilichukua ile video kwa sababu ya kutoa funzo fulani ambalo huyu msichana alikuwa amelieka, kwa sababu ni msichana ambaye yuko Oman na alikuwa ameongelelea kuhusu vile ambavyo wafanyaji kazi ama vile ambavyo wapambanaji ambao wako mbali na nchi ya kwao wanavyopitia ama wanachokipitia endapo hawatakuwa karibu na familia zao. Sasa huyu msichana alikuwa anaeleza yale mateso ama anaeleza yale machungu ambayo ameyaweka ndani ya roho yake, na asipate mtu yoyote ambaye anaweza kumuongelesha, isipokuwa alikuwa amesema kwamba simu yake peke yake ama simu peke yake ndio ilikuwa ni rafiki yake. So mimi nikasoma ile kauli yake ambayo alikuwa ameandika pale ili kupeana funzo na kupeana motivation, kupeana moyo kwa vijana wengine ama kupeana moyo kwa watu wengine ambao wako nchi za Uarabuni ambao wanafanya kazi zao kule. Lakini mwisho wa siku ikawa fadhila zangu ama mwisho wa siku ikawa kile nilichokifanya ikawa nimefanya kitu ambacho sicho. Msichana akaja akalaumu na kusema kwamba nimetumia video yake na kumtangazia kifo ama nimemtangazia kifo. Nafikiri wale ambao waliangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakuna kauli yangu kutoka mdomoni mwangu ambayo nilitamka neno lolote lile kusema kwamba yule msichana ameaga dunia ama anataka kuaga dunia ama kuna kitu ambacho kilitokea mpaka akaaga dunia. So my sister, maybe you caught me wrong, but what I can tell you is that we are here, tuko hapa kwa minajili ya kuelimishana na kwa minajili ya kukatazana maovu na kwa minajili ya kuburudishana na kujuzana yaliyotokea sehemu ambayo sisi hatuko karibu ama sisi hatuko na uwezo wa kuyapata kwa muda ule. So it is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Till next time, guys. Thanks for watching. Machozi namna hii, lakini kiukweli kabisa utaona ni machungu mazito anayopitia dada yetu. Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia, aweze kumpa ustahimilivu na aweze kumpa ujasiri kama mwanamke mpaka ile siku wakati wake utakofika kwamba arudi zake nyumbani, basi aende kuonana na familia yake, kwa sababu hajatuambia kitu gani ambacho yapitia kiukweli mpaka sasa, na hatuwezi tuka-assume kitu gani ambacho yapitia, wala hatuwezi tukasema tunataka kubahatisha ni kitu gani ambacho yapitia ili tuweze kukiongelea hapa tukitatue kwa pamoja. Lakini kwa sababu nilikuwa nimekuwekea hiyo video ya kwamba kunaye msichana ambaye amefungwa gerezani kwa sababu ya kuwa na tamaa ya kwamba anataka kuiba vitu ama kuiba mali isiyokuwa yake, isiyokuwa ameitolea jasho, na wasinga kuonyesha kwamba kuna wengine ambao wako kwenye contract wanafanya kazi ambao wanatamani wa contract yao irudishe, yani iishe tu ile irudi zake nyumbani, wakati kule kuna mwingine ambaye ameanza contract yake vizuri salama salmini, lakini ile time atakaporudi zake nyumbani ndio atakofanya uhalifu ambao unataka umweke zake Saudi Arabia miaka yake yote kwa upumbavu, nitasema, kwa sababu ni tamaa ambazo ni za kijinga kiukweli. So ni sauti ya KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. So bana, huyu ndo mwanadada ambaye amekuja kwa KG Chipande hapa kwa platform zake zote za social media, ambapo analalamika na kusema kwamba ametangaziwa kifo ama ametangaziwa mauti na KG Chipande. Kuna vitu vingine vya kuchekesha, lakini you know there's sometimes that unataka kuwekelea mtu kitu ambacho sicho alichokifanya, na unatafuta njia gani ambayo unatumia ama njia gani ambayo unafaa kutumia ili kumwekelea, mwisho siku unaona uweke kitu ambacho hakiko. Sasa ndo huyu mwana dada yetu, yani amekuja na kusema kwamba KG Chipande amemtangazia kifo ama amemtangazia mauti, na kiukweli kabisa sikumbuki kama kuna kauli yangu yoyote ile ambayo nimeiongelea ambapo nimemtangazia mauti huyu mwana dada yetu, na kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, basi nimpe samahani kama hivyo ninavyodhania, na pia vile vile nimwambie ya kwamba arudilie ile video ambayo yadhani kama ametangaziwa kifo, aiangalie mwanzo mwisho, na endapo atapata kuna mahali popote ambapo ametangaziwa kifo, basi aniekee hiyo dakika, na basi tutaishukisha hiyo video kwa minajili ya